Wakati huo msomaji mwingine Pastor Grace nifungue kitabu cha Malaki 3 mstari wa 7. Malaki 3 mstari wa 7. Twende. Zakaria 1 mstari wa 3 imeandikwa. Ndio. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia. Ninyi mliotenda hukumu zake. Ndio. Nitafuteni haki. Ndio. Utafuteni unyenyekevu. Huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Zekaria 1:3. Zekaria 1:3. Zekaria 1:3. Ndio. Zekaria 1:3 imeandikwa. Ndio. Basi uambie Bwana wa majeshi asema hivi. Basi uambie Bwana wa majeshi asema hivi. Nirudieni mimi. Nirudieni mimi. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Nami nitawarudia ninyi. Na mimi nitawarudia ninyi. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Kama umefika nisomea hapa kwa Malaki 3 mstari wa 7. Zekaria anaambiwa na Bwana, waambie watu nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Malaki 3 mstari wa 7. Malaki 3 mstari wa 7 imeandikwa. Ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Kama ukienda katika njia zangu. Kama ukienenda katika njia zangu. Na kama ukishika maagizo yangu. Na kama ukiyashika maagizo yangu. Ndipo utakapoihukumu nyumba yangu. Ndipo utakapoihukumu nyumba yangu. Nawe utazilinda nyua zangu. Nawe utazilinda nyua zangu. Nami nitakupa nafasi ya kunikaribia. Nami nitakupa nafasi ya kunikaribia. Kati yao wasimamao karibu. Kati yao wasimamao karibu. Haleluya. Naomba unisomee kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 12. Narudi nyumbani. Yoeli 2 mstari wa 12. Yoeli 2 mstari wa 12 imeandikwa. Ndio. Lakini hata sasa asema Bwana. Lakini hata sasa asema Bwana. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Andika maneno matatu. Kwa kufunga, kwa kulia na kwa kuomboleza. Haleluya. Kwa kufunga, kwa kulia na kuomboleza. Kufunga ni kama ulivyosikia watu wamefunga na kupitia ule mfungo Mungu akawajibu. Kulia ni unyenyekevu mbele za Bwana, vile unavyojinyenyekeza kwa Bwana. Unaweza ukajinyenyekeza kwa kutoa sadaka. Haleluya. Unaweza ukajinyenyekeza kwa kutii sauti yake au maelekezo yake. Unaweza ukajinyenyekeza mbele za Bwana kwa kusoma neno lake. Unaweza ukajinyenyekeza mbele za Bwana kwa kufanya vitu kwa ajili ya watu wengine vinavyompendeza Bwana. Lakini anazungumzia kuomboleza. Haleluya. Kuomboleza ni kumsihi Bwana. Maandiko yanasema njooni kwangu asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Tena maandiko yanasema kwamba njooni tusemezane. Haleluya. Leteni hoja zenu zenye nguvu muweze kupewa nini? Haki. Kwa hiyo kuomboleza ni kupeleka hoja yako mbele ya nini? Mbele za Bwana. Kama ulivyosikia watu wameomboleza kwa kufunga, wameomboleza kwa kumtolea Bwana sadaka, wameomboleza kwa kuomba sana, ila wakiwa na nia ndani yao kwamba Bwana awatimizie kile ambacho wao wamekiomba. Pastor Helena, lile somo ulilotufundisha la agano ni zuri sana na umetufundisha kwa ufupi. Mimi ninaomba kuanzia Jumatatu, Jumatano na Ijumaa ibada zote zitasimamiwa na Pastor Helena na atatufundisha kwa upana hilo agano. Haleluya. Yaani mimi nimetamani kuendelea kusikiliza sana. Sema muda ulikuwa nini? Mfupi, na yeye hakuelezea mpaka ndani kwa sababu ya muda. Jumatatu utasimama, Jumatano utasimama, Ijumaa iko nguvu ya agano ambayo Bwana anatukumbusha kama kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akupeleke ndani, utufundishe kuyashika maagano. Haleluya. Kwa hiyo kuomboleza ndio hivyo, unamtafuta Mungu kwa namna ambayo ni wewe mwenyewe na Mungu wako, kama alivyotufundisha kwamba kuna agano la wapi? La moyo, kwamba wewe na nani? Wewe na Mungu. Yaani mimi amenifungua sana leo. Mungu akubariki. Haleluya.
Kwa hiyo hivyo vitu vyote viko ndani ya kurudi nyumbani. Maandiko haya yote yanatufundisha namna ya kumrudia Mungu, lakini maandiko yanatusisitiza kwamba tunapomrudia na yeye anaturudia yeye. Tunarudi kwa namna gani? Haleluya! Nguvu ya Mungu ndani ya mwanadamu inakaa ndani ya neno moja ambalo linaitwa upendo. Haleluya! Neno linaitwa upendo. Uko upendo kutoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu, na uko upendo kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa nani? Upendo wa kwanza ambao Mungu anatuonyesha ni yeye mwenyewe. Cha kwanza, anamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Haleluya! Hilo ni pendo la agape kabisa. Akatutofautisha na wanyama, akatutofautisha na miti, akatutofautisha na mawe, akatutofautisha na magari, akatutofautisha na mboga, akatufanya sisi kwa mfano wake ili tumiliki na kutawala vitu vyote. Kwa hiyo huo ni upendo wa kwanza ambao Mungu aliona kuna mtu ambaye anapaswa kusimama kwa ajili ya kumiliki hivi vitu vingine vyote. Lakini pendo la pili, hata baada ya Adam na Hawa kuivunja agano la Mungu la upendo la kwanza, dunia ikaanza kukasuka, zikawepo sheria, zikawepo nini, lakini Bwana akasema hapana, iko nguvu ya upendo. Manake huyu mwanadamu, kitu nilichokifanya cha kwanza cha kumtofautisha yeye na vitu vingine ilikuwa ni nini? Upendo. Haleluya! Akaukumbuka upendo wa kwanza. Haleluya! Ambao ule upendo aliweka ndani kwako, akakutofautisha na kitu chochote. Akasema kwa sababu uko upendo ambao nilimpenda huyu mwanadamu kuliko kitu kingine chochote, akamtoa Yesu Kristo aje afe tena kwa ajili yetu, ili sisi tufanyeje? Huo ni upendo wa pili wa kibiblia ambao Mungu anauonyesha kwa mwanadamu. Haleluya! Baada ya kutembea kwenye dhambi, baada ya kutembea kwenye sheria, baada ya kutembea kwenye mambo yote, anasema hapana, ninapaswa kufanya kitu kwa ajili ya upendo ninaompenda huyu mwanadamu, ninapaswa kufanya kitu. Haleluya! Na akafanya kitu sawa sana mapenzi yake. Lakini uko upendo wa mwanadamu kwenda kwa nani? Upendo wa mwanadamu kwenda kwa Mungu. Ndio hivi ambavyo unatuona tuko mahali hapa. Haleluya! Inamaanisha mimi ninachokifanya, ninatembea katika kusudi la kimungu linaloendelea kumshawishi Mungu aliyeniumba athibitishe kile alichoniumbia kukitenda duniani kitimie katika maisha yangu. Halo. Kuna vitu viwili kwenye maisha. Haleluya! Kuna ulinzi, alafu kuna kutendewa. Kuna ulinzi, alafu kuna kutendewa. Haleluya! Au kuna kulindwa na kutendewa. Mungu anatulinda watu wote kwa sababu wote ametuumba kwa mfano, lakini anawatendea wale walio wake. Haleluya! Na ndio maana unaweza kuota mlevi yupo, ana afya, anakula vizuri, tena anakudharau wewe unayekuja kukesha kanisani. Anakwambia kwa mimi na tabu gani? Siumwi, sina shida, na hela ya kula ninayo. Analindwa na nani? Kwa sababu ni wa nani? Wako wachawi ambao wanatenda kazi mbaya katika ulimwengu huu, lakini Bwana anawalinda kwa sababu ni wa kwake. Lakini Mungu anawatendea wale walio wake. Amina. Halo. Anawatendea wale walio, na ndio maana wewe ulio wake unapopita kwenye kusukwa lazima utavushwa kwa mkono wa Bwana. Haleluya! Na ndio maana ukiangalia wakati Elia anamuita Mungu, wakati Mungu anashuka, alimtendea Elia peke yake, lakini hawa wengine walisimama pale kwa ulinzi wa Bwana. Kimsingi hata Mungu asingewapa kibali cha kufika pale, lakini anawapa kibali cha kufika pale ili wamuite Mungu wao. Lakini Mungu anaitika kwa ajili ya Elia, mtu mmoja, anamtendea yule aliyo wake, na anamtendea kwa kishindo chenye uwezo wa kutikisa mataifa, anamtendea kwa kishindo chenye uwezo cha kukuthibitisha katika ulimwengu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotenda kazi kwa upendo. Haleluya! Nini maana ya mambo haya niliyokuwa nayazungumza hapa mbele na watu wa Bwana? Amen. Kile ambacho umeomba Mungu akakujibu, ni upendo wa Mungu ndani kwako. Kile ambacho umekiona kwenye maono kikaja kikatokea, ni upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Haleluya! Mungu yuko kama wazazi wawili niliyokuonyesha, ambaye mzazi mmoja anatamani mwanae awe nesi na mwanae naye anataka awe nesi.
Lakini mzazi wa pili anataka mwanae awe dokta, lakini mwanae anataka kuwa nini? Hapo ndipo kwenye shida. Haleluya. Mungu anatuwazia mema. Ukisoma kwenye Yeremia, maandiko yanasema hivi, nalikujua ungali tumboni mwa mama, na kabla haujatoka nalikufanyeje? Inamaanisha nguvu ya utakaso kabla haujatoka. Inamaanisha kupitia tumbo la mama yamkini kulikuwa kuna mapooza, ndio maana hakutaka utoke ukiwa na mapooza. Huo ni upendo wa nani? Ndani ya tumbo la mama kulikuwa kuna vita, hakutaka utoke na vita, akakutakasa. Huo ni upendo wa nani? Ndani ya tumbo la mama kuna maagano ya nyuma, hakutaka utoke na yale maagano, akafanyeje? Akanitakasa. Haleluya. Huo ni nini? Ukitembea na hiyo nguvu ya kutakaswa kabla hujatoka tumboni mwa mama, unaiona roho ya Mungu ya upendo ikitembea na wewe, ikitembea na wewe, ikitembea na wewe. Eneo lote unalotembea unauona utukufu wa Mungu tu. Kwa hiyo Mungu anatutumia, anasema na sisi, anazungumza na sisi, ni kwa sababu ya nini? Ya upendo wake ndani kwetu. Kinachotokea ni nini basi? Kinachotokea ni wazazi wawili, ambapo mzazi mmoja anataka mwanae awe nesi na mtoto pia awe nesi. Alo, ndio sauti ambayo Mungu ameniita mimi na wewe. Ambapo kwa namna nyingine Mungu anataka nisimame hapa na mimi ninasimama hapa, Mungu anajitukuza ndani kwangu. Lakini kuna pointi nyingine Mungu anataka usimame hapa, wewe unasimama hapa. Katikati kinatokea nini? Bwana Yesu asifiwe. Kile ninachokiwaza ndani ya moyo wangu kwa ajili ya mtoto wangu, Bwana anatuambia ni Mungu anayetuwazia mema. Anatuwazia mema kwa sababu ana nini? Anatupenda. Haleluya. Anatuwazia mema kwa sababu anatupenda. Sikia nikupe mfano mmoja. Haleluya. Laina hana uwezo wa kuniambia kila ambacho yeye anataka. Hajui kwamba huu ni wakati umekuwa ninapaswa kwenda shule. Mimi kama mzazi ninajua wakati kwenda shule umefanyeje. Ndicho kitu Mungu amekiweka ndani kwetu. Anajua wakati huu ni wakati wa wewe kuinuka. Anajua wakati huu ni wakati wa wewe kuwa hapa. Anajua wakati huu ni wakati wa wewe kupita hapa. Unachopaswa kukisikiliza, unachopaswa kukifanya ni kumsikiliza Mungu kwenye maisha yako. Hajui kwamba huu ni wakati umefika wa kwenda shule. Mimi ndo najua amefikisha miaka 4 anatakiwa aende shule. Tena na shule yenyewe ninaitafuta kwamba anapaswa kusoma hii sio hii. Halo? Anapaswa kuvaa hivi viatu ndio vitampendeza sio hivi. Anapaswa kuvaa begi hili sio hili. Haleluya. Kwani unamuona Laina anasuka, yeye anapenda kusuka? Bwana Yesu asifiwe. Aliwahi amka akanambia mama, naomba unisuke. Ni mimi ndio nimempangia yeye kufanyeje. Kwa hiyo atakapokuwa akajitambua ni Mungu taye kufanyeje. Ndicho kitu ambacho Mungu amekiweka ndani kwetu. Amepanga mipango iliyo thabiti ya kutufanya tung'are dakika za mwisho, ya kutufanya tuonekane dakika za mwisho, za kutupa hekima dakika za mwisho. Wewe ni kutembea tu kwenye mwongozo ukisubiri kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako. Sasa utamkuta mtu yeye ndo anasema mimi ningelikuwa hivi. Wewe ndo unatoa. Ananung'unika. Ningekuwa kama fulani. Baba yako anakupangia. Msikilize baba yako. Mwambie baba yako, unataka nini kwenye maisha yangu? Unataka niweje? Unataka nifanye nini? Tumefundishwa asubuhi habari za Roho Mtakatifu wa nje. Roho Mtakatifu wa nje yeye anakuongoza kwamba mwanangu, usifanye hii biashara, usipatane na huyu. Ukipatana na huyu mbele ya safari atakugeuka. Achana naye, nenda kafanye kitu kingine. Unataka kukaa hapa? Hapana, hiyo nyumba hama. Hiyo nyumba sio nzuri, haitokufaa. Unamuona huyu aliye mbele yako sio mtu mzuri, hebu pita kushoto. Haleluya. Unataka kuomba haya maombi, haya yatakuchelewesha. Omba maombi fulani, haya ndio yatakupa heshima dakika za mwisho. Huyo ndio Roho Mtakatifu tuliyofundishwa asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakupangia. Nisikilize nikwambie, mimi Roho wangu Mtakatifu niliyembeba ndani, nimempa heshima ya kunipangia hadi fedha ninayoipata. Yaani mpaka vitu ninavyonunua. Haleluya. Sitoi pesa kwa matumizi yasiyo rasmi. Roho Mtakatifu aliyeko ndani ananiongoza,
ananipangia budget, sikufichi. Ni kwa sababu nimempa heshima ndani kwangu kwamba yeye ni kila kitu na ninamtaka yeye. Maana yake mwanzoni niliwahi ongozwa na pepo nikaanguka. Mwanzoni nishawahi ongozwa na mwanadamu nikaanguka. Na maandiko yananiambia amelaniwa mtu yeyote amtegemeaye mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Niliwahi wafanya wanadamu kinga yangu, wakaniangusha dakika za mwisho. Kwa hiyo sasa hivi siwataki wala siwatamani kwenye maisha yangu. Yuko Roho Mtakatifu, yuko Roho Mtakatifu atakaye zama ndani kwangu akaniongoza pita hapa. Amina. Ni kwa sababu ya upendo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niinue roho ya upendo ndani kwako. Na hiyo roho itakapoinuka utawapenda watu wote. Hiyo roho itakapoinuka, Mungu ni Mungu wa pendo. Nisikilize nikwambie, yule mama ambaye alikutwa pale amekaa, ambaye akitaka kunyenyuka kuingia kwenye kutakaswa, kuna mtu mwingine anatokea ndani yake. Yesu akasema isiwe shida. Haleluya. Mimi ninakuinua, ondoka uende zako. Haleluya. Ni kwa sababu ya roho ya upendo iliyoko ndani ya Mungu kwa ajili ya wanadamu. Niache nikwambie, waliokuona wewe hauwezi, hao ni wao tu. Iko nguvu ya upendo wa Mungu utakayoibeba leo, itakuthibitisha katika maeneo. Bwana asifiwe. Unajua kwenye maisha wako watu wenye maisha yao ni kuwakatisha watu tamaa. Ukienda wa kuomba atakuwa yeye. Halo? Ukifunga wa kufunga atakuwa yeye. Tushaona watu wanafunga, mwisho wa siku wakarudi nyuma. Haleluya. Ukisimama kuomba hivi umemsikia shoga alivyoomba. Hivi pale alikuwa anaomba anaongea. Hivi kweli wewe umepokea? Hiyo mpate upako kweli? Haleluya. Ukisimama kufundisha sema huyu naye. Hasa maandiko gani? Kanisa zima wajamuona yeye ndio wakampa fundisha. Anafundisha ananong'ona atatuide. Hiyo shoga yangu umeelewa? Nisikilize nikwambie, asielewa ni yeye, ila Mungu wa mbinguni anakuelewa. Yeye anakuelewa na anakutambua wewe ni nani. Anakujua wewe ni nani, kwa sababu ndani kwake uko upendo utokao juu kuja kwako. Mungu anaitambua thamani yako, na ndiyo maana maandiko yanasema Mungu ajivuni chochote ulicho nacho, ila anajivunia nguvu zake zilizoko wapi? Ndani kwako. Maana nguvu za Mungu ndani kwako ni roho kamili iliyobeba Mungu, iliyobeba upendo kati yako wewe na nani? Na Mungu. Hujanielewa bado? Makanisa yapo mengi, wachungaji wapo wengi, manabii ni wengi, wainjilisti ni wengi, ila Mungu ni huyu mmoja. Haleluya. Ukitambua nguvu ya Mungu ya upendo wa kwanza, hautakuwa mtu wa kushiki. Hauwezi kushiki. Kwa maana ukizunguka huku ni yule yule, ukienda huku ni yule yule. Narudia kukwambia, yako makanisa makubwa na madogo, yako mapana na membamba, wako watumishi waliosoma wenye vyeo, wanaovaa tai na wasiovaa tai, wenye vyeti na wasiokuwa na vyeti, lakini Mungu ni huyu. Ukimsikiliza Mungu atakuthibitisha kwa imani itokayo ndani. Haleluya. Ile roho ya upendo ambayo Mungu amekufanya hata sasa unaishi, ndiyo itakayokutegemeza katika eneo lako lote. Utamsikia mtu mmoja, baba, nimeota ndoto hivi, nimepanda mlima, nilipofika kwenye ule mlima ukaanza kuporomoka, ukaanguka. Haleluya. Hiyo ni ndoto anamsimulia baba. Baba anamwambia hivi, yani hiyo ndoto uliyoiona ni jinsi utukufu wa Mungu unavyokupandisha, ila wako maadui wanaopanga kukushusha. Haleluya. Anatoka hapo anaenda kwa baba mwingine, kanisa lingine. Baba, nimeota ndoto napanda kwenye mlima, ila baadaye ule mlima ukaanza kuporomoka. Una hatari wewe. Hiyo kanisa iliyopo Mungu anakuonyesha kwenye hiyo madhabahu iliyopo, unaiona ni mlima mzuri, lakini ndani yake kuna maporomoko. Ama sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mbona huyu amenichanganya? Yule ameniambia tofauti, yule amenitafuta tena. Anahamia kwa baba mwingine. Baba, nimeota ndoto, nimepanda mlima. Baadaye nikashuka, nikaporomoka, nikaanguka. Hiyo ni vita ya ukoo. Chukua tahadhari. Bwana anakuonyesha jinsi ambavyo ulivyo na vita kubwa. Yajayo utaanguka. Anapokea majibu matatu kutoka kwa wababa watatu.
nawaza sasa itakuwaje? Hebu ngoja nimtafute na Pastor Eva, namsikiaga huko kama anafundisha anaweza nitafasiria hii ndoto. Haleluya. Anapiga na kwa Pastor Eva. Huyo ni wa 4. Pastor Eva, nimeota ndoto napanda mlima Lakini baadaye nikashuka nikaanguka. Na mimi naambia Mungu anaonyesha ndani kwako hauna uwezo wa kustahimili mlima. Kwa hiyo tafuta nguvu za Mungu. Sasa mbona huyu naye ameniambia tofauti hata na Joshua baba yake? Anasema hebu ngoja nimtafute mama. Alo mama, habari za huko nzuri? Nimeamka sasa, mimi kuna ndoto bwana nimeiota, imenitisha. Imenikosesha amani. Nimeota ndoto gani? Nimeota ndoto napanda mlima. Baadaye ule mlima ukaporomoka na mimi nikaanguka. Mama hiyo milima ni ya huko kwetu. Na sisi tukwambia tunaenda kutoa kafara kwenye hiyo milima. Kwa hiyo labda unaonyesha kwamba tunapaswa kurudi kwenye ile milima ili tuweke agano, kwa maana tusipofanya milima itatuporomosha. Unakosa maamuzi. Unabaki huko hapa. Haleluya. Jibu la mama lina nguvu Tulikuwa tunafunga maagano kwenye nini? Kwenye milima. Kwa hiyo siku hizi hatuendi. Yamkini tunaitwa tena tukatambikie kule kwenye nini? Kwa hiyo jiandae, mwezi wa 11 tunaenda kutambikia kwenye ile milima. Sawa mama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kinachokuponza ni kushindwa kuishika nguvu ya Mungu, kwamba Mungu ni huyu. Ndicho kinachokutangisha, ndicho kinakufanya unahangaika. Ukikamata nguvu kwamba maandiko yanasema nijapopita katika moto sitateketea, hiyo uwezo wa kutokuteketea ni upendo wa Mungu kwako. Nijapopita katika maji hayatanigarikisha, hutokugarikishwa, ni upendo wa Mungu kwako. Hakuna silaha itakayofanyika juu yangu na ikafanikiwa. Huko kutokufanikiwa kwa silaha ni upendo wa Mungu ndani kwako. Upokee upendo wa Bwana ukuthibitishe. Upokee upendo wa Bwana ukupe heshima. Upokee upendo wa Bwana ukuinue. Upokee upendo wa Bwana ukufanye uonekane katikati ya mataifa. Alo, kwani simama hapa ni kwa sababu ya nini? Si Bwana ananipenda? Si Bwana ananipenda? Si Bwana anakupenda? Si Bwana anakupenda? Si Bwana anakupenda? Bwana si amekupenda, anakupenda. Si amekutoa mbali, anakupenda. Amempa mume wako kazi kwa sababu anakupenda. Amemrudisha mume wako kwa sababu anakupenda. Mbali ni kwa sababu anakupenda. Amekutoa matopeni ni kwa sababu anakupenda. Amekutoa kwenye giza ni kwa sababu anakupenda. Bwana anakupenda. Bwana ananipenda kanisa. Amefanya vitu vingi kwa ajili yake. Amekutoa mbali. Ana grace ile misukosuko iliyopita. Si Bwana anakupenda kuwa hivi ulivyo? Pastor Priska, si Bwana anakupenda? Pastor Grace, si Bwana anakupenda? Ndio maana anakutumia. Ukisema pepo achia, pepo linaachia. Nisikilize nikwambie, usitembee kutafuta manabii. Wewe jua Bwana ananipenda. Wewe jua Bwana ananitumia. Wewe jua Bwana yuko ndani kwangu. Usiangalie wachungaji, usiangalie watumishi wa Mungu waliochomekea wenye tai. Wewe msikilize hata Pastor Grace akiweka mkono unapokea. Ni kadogo kwa mwili, lakini leo ni kakubwa. Kama msikilize hata huyu tu akiimba wewe unapokea. Ni kwa sababu Bwana ameleta nguvu yake. Wewe msikilize hata huyu anaonekana ni mdogo, hajasoma kama wachungaji wengine, lakini Bwana akiachilia upendo atamtumia. Kwake hakuna elimu, kwake hakuna degree, kwake hakuna vyeo, kwake ni heshima na utukufu milele. Kwa hiyo Bwana atupende tu kwa sababu tumesoma. Hapana. Kwamba nikianza darasa la kwanza, nikafika form 4, nikaingia form 6, nikaenda ashabiani na hivyo. Anajivunia nguvu yake iliyoko ndani. Amina. Haleluya. Bwana anakupenda hivyo ulivyo. Amen. Haleluya. Na ndio maana sasa unaishi. Na ndio maana sasa uko hapa. Na ndio maana hata sasa una nini? Unazo nguvu za Mungu. Ni kwa sababu Mungu anafanyeje? Ni kwa sababu Mungu anafanyeje? Msomaji naomba kanisomee Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari wa 11 imeandikwa. Ndio. Akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mstari wa
Ndio. Yule mdogo. Luka 15 mstari wa 11. Luka 15 mstari wa 11. Ndio. Akasema. Ndio. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Ndio. Yule mdogo akamwambia babaye. Ndio. Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Hebu kabla hujafika kwenye hilo andiko, nisomee Luka 10 mstari wa 27. Luka 10 mstari wa 27. Luka 10 mstari wa 27 imeandikwa. Ndio. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa akili zako zote. Na jirani yako kama nafsi yako. Na jirani yako kama nafsi yako. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako. Kipo kitu Bwana alikuwa ananifundisha. Watu tunatoa sadaka, haleluya, sadaka za pesa, sadaka za vitu, lakini tumesahau kutoa moyo wetu kama sadaka mbele za Bwana. Natoa maburungutu ya pesa kweli, ninatoa sehemu ya mali nilizonazo kweli. Hata nikilima shamba, ninaenda kutoa sehemu ya kile nilichokipata na kuja kumtolea Bwana. Kama ninafuga ng'ombe, ninafuga kuku, ninafuga mbuzi, ninatoa sehemu ya mbuzi zangu ninamletea nani? Kama sadaka. Ila tumeisahau sadaka iliyo kuu. Sadaka iliyo kuu, sadaka ya kwanza ya mwanadamu mbele za Mungu ni moyo. Hebu sema moyo. Sema moyo. Sema moyo. Sema moyo. Hapa. 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 Hapa ndipo anakaa. Hakai kwenye pesa. Hakai kwenye mahindi niliyoleta. Hakai kwenye wale mbuzi. Hapa. Kwa hiyo tumefanya vitu vingi, tumejitolea kuifanya kazi ya Bwana, lakini hapa hayupo. Tumejisahau kuitoa mioyo yetu kwa Bwana. Mtu unaweza kuniuliza hivi, sasa moyo wangu ninautoaje kwa Bwana? Haleluya. Sasa mimi nampaje Bwana moyo wangu? Nitakutolea mfano. Haleluya. Huwa napenda kutumia hii sentensi. Sijajua kama wanga ni nzuri au mbaya, ila mimi naipenda hivyo. Tulikutanaje na sasa tupoje? Tulikutanaje na sasa tupoje? Tulikutanaje na sasa tupoje? Siku moja niliwahi kukufundisha hivi, kupitia Joshua kupita kwenye shida, akahangaika, akaletwa Mwanza. Nia Mungu alikuwa mtaki Joshua, alikuwa ananitaka mimi. Na ndiyo sababu watumishi wako wengi, manabii wako wengi, lakini Mungu alipotaka uinuke, alimtumia Joshua kwa kuinua. Alikuwa na uwezo wa kukutanisha na Samueli, alikuwa na uwezo wa kukutanisha na Juma, alikuwa na uwezo wa kukutanisha na Yohana, lakini akasema hapana, huyu saizi yake ni Joshua, lazima niwapatanishe na Joshua, lazima niwakutanishe na Joshua. Kisha kiambaza kilichokaa ndani kwake kipasuke kwa nguvu yangu iliyoko ndani ya Joshua. Kwa hiyo kati ya mimi watu ninaowapenda, ninaoona wafaida kwenye maisha yangu ni Joshua. Pokea pote uliko. Kwa sababu Mungu angeliweza kunikutanisha na mtu yoyote, si watumishi wake wapo wengi. Kwa nini yeye? Haleluya. Kwa hiyo alijua huyu mpaka asimame kuhubiri lazima akutane na Joshua, ndipo asimame ahubiri. Huyu hadi aombe lazima aonane na Joshua, ndipo asimame aombe. Huyu ili aimbe lazima akutane na Joshua ndio aimbe. Nisikilize nikwambie, Pastor Neema, nimekuja hapa kanisani nilikukuta unaimba. Haleluya. Hakuna mtu alikuwa anajua huyu anaimba. Kulikuwa kuna waimbaji. Haleluya. Ila alikuwa ni mwana maombi. Nakumbuka siku ya kwanza mimi nimekuja hapa madhabahuni, nimewahi ibada ya asubuhi saa 3. Nilimkuta yuko hapa mdada na viatu vyake vya high heels, anaunguruma baraa. Nikasema haka katoto ka wapi? Kanaamsha fire hapa ya kufa mtu. Halo, kilichokuja nikutokea ni nini?
akainua chombo kingine. Kwa hiyo ile karama iliyoko ndani ya neema, ili vyote viinuke, ilikuwa lazima unane na Joshua kwanza. Mimi ninajivunia yeye, sijui wewe mwenzangu. Haleluya. Ili niinuke, nilipaswa nionane na yeye. Yaani hiyo ndio jambo ya msingi. Haija kanisa kama tundubali. Lazima ilipaswa niinukie hapa. Kwani makanisa ya vioo Bwana kuyaona? Kwani nilileta hapa kwa akili zangu? Si Bwana ndiye aliyenileta kwamba huyu atainukia kwenye haya matundubali. Niko uliko mtukufu wangu. Niko uliko nguvu zangu. Niko uliko baraka yangu. Niko uliko neema yangu. Hebu simama mshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Kwa hiyo haikuwa lazima. Kwa hiyo hata ninapokutana na mtu akiniambia habari za kanisa lake, namwambia hebu nisikilize bwana. Yuko Mungu aliyenipeleka mahali, ndiye anaishi na mimi, ndiye anayetenda kazi na mimi. Kwa hiyo usinifatefate. Haleluya. Wakati yule kipofu anaponywa, watu wanamuuliza imekuaje? Haleluya. Kimetokea nini? Akawaambia msiniulize, ninachokijua ni kitu kimoja tu, na alikuwa kipofu na sasa ninaona. Wengine siyataki, wengine siyajui, wengine msiniulize. Kwa hiyo hata mtu yeyote akiuliza, usiniulize. Unasali wapi? Unafanyafanyeje? Ninachokijua ni kimoja, kwamba nilikuwa siwezi na sasa ninaweza. Nilikuwa ninalia na sasa ninacheka. Nilikuwa na huzuni na sasa nina furaha. Nilikuwa mgonjwa na sasa nina afya. Nilikuwa masikini na sasa nina tajiri. Wete sandara wesika. Ndicho ninachokijua. Sijui vitu vingine. Usiniwejioti. Unataka hivi havikuhusu. Unaingia saa ngapi unatoka Kachi Bwana Yesu. Kachi.
Mwenyezi, yeye anao utabiri mpya leo juu ya maisha yako.